Saizi Rais Ruto atakachotegemea saizi atategemea na nguvu yake ya uongozi, nguvu yake ya serikali ndiyo atakayetegemea, lakini hatategemea uungwaji mkono na wananchi. Uungwaji mkono na wananchi, nafikiri kwa Rais Ruto saizi kibali kimemuondokea, na uungwaji mkono saizi nafikiri kwamba hatapata kwa mwananchi yoyote. Kibali tayari kimemuondokea katika uongozi wake, kwa sababu uongozi umekuwa na dosari. Tumeona kwamba mambo yote aliahidi, kwa sababu nao tukiangalia Rais Ruto kama kuna kile kibali amepatiwa, ama kuna kipawa ambacho amepatiwa ni cha kuahidi. Ni cha kuahidi. So yeye anafaki sasa, kama kuna mtu ambaye ni duniani sasa anaotawala dunia hii na ahadi kama zile ambazo Yesu aliahidi atarudi, ni Ruto. Sasa anaahidi mambo ambayo hana imani hata mwenyewe hajui kama yatatimia, lakini anaahidi tu, na nyinyi mnangojea tu na mungoje mambo ambayo hamjui ama hamna uhakika kama mtangoja vile tunaahidi, na tunaamini kwamba Yesu atarudi. Kwa hivyo mambo ambayo rais anayeahidi ni mambo anaahidi kwa imani, ahidi ya kwamba atatimiza. Anatengeneza barabara kwa imani. Tunaona kwamba hata kama ni mashule anajenga kwa imani. Kwa hivyo chochote anachofanya sasa anafanya kwa imani, na ndio nasema kwamba anapotoka kwa uongozi anaenda kuwe mwinjilisti pale, afanye mambo kwa imani, kwa sababu yeye ni mtu wa imani. Kwa hivyo kujenga Kenya atajenga kwa imani. So tunaona kwamba yeye ni mtu wa nini? Wa imani. Chochote anachofanya anafanya kwa imani. Msimkosoe kwa sababu anafanya kwa imani. Yeye anaamini kwamba yeye ni mtu wa imani na atafanya kwa imani. Kwa hivyo tungojee kwa imani maendeleo ya Ruto, tungojee kwa imani. Na hapo mtumishi, umesema kwamba ni kweli rais alidai kwamba iwapo ataweza kupata kiti tena ama wakati wote ambao ataondoka kwenye uongozi atakuwa kasisi pale kanisani. Na pia tunaangalia Biblia inasema kwamba dhambi ya kutenda ukijua haisamehewi. Itakuwaje? Sasa sijui ni nani atakayemwagilia mafuta kwenda kuwa kuhani pale kwenye kanisani. Maana pia hata katika kazi ya Mungu kuna yule ambaye anayekumwagilia mafuta baada ya kuona kile kiko ndani yako. So tutategemea nani atakayemwagilia mafuta afanye ile kazi. Na atakayemwagilia mafuta lazima sasa yeye atatuambia vizuri anamjua namna gani, na anajua yeye kazi yake ile ama huduma iliyo ndani yake ni huduma ipi. Kwa sababu kwa sasa hatujui huduma iliyo ndani yake. Huduma iliyo ndani ya Ruto sasa tunajua tu ni moja tu, ni kuahidi kwa imani na kujenga Kenya kwa imani. Hata mama mboga kwa imani, bodaboda kwa imani, kila kitu ni kwa imani. Sasa tunangoja kwamba sasa bado tunangojea ile barabara tujengee kwa imani, tunangoja kwenda Singapore kwa imani. Yeah. Naam, tukimalizia Pastor, wadhania ni kitu gani kikubwa haswa kimefanya ODM kuweza kutawanyika na Sifuna ambaye ni yule ambaye ako vocal sana kwa kile chama kuondolewa mapema hata kabla ya NDC kufanyika, ambayo inafanyika wiki ijayo tunaitarajia. Na pia tuliona Sifuna pia aliweza kuweka siku ambazo wale ambao walikuwa pamoja kutimiza yale masuala ya MOU, akapeana siku 30 na sasa hivi ameshatimuliwa. Wadhania kitu gani haswa kinafanya huyu aondoshwe mapema hivyo? Kinachofanywa Sifuna aondolewe mapema pale ni mambo, kwa sababu kuna watu ambao wako kwenye chama ambao wako na tamaa na wako na ubinafsi. Tamaa na ubinafsi. Maana unapoangalia pale katika uongozi mahali pale, watu kama Junet ninapoangalia kwamba ametoka katika kabila la Somalia. Na unaangalia Wasomali wote katika nchi ya Kenya, Msomali mmoja akuambie kwamba maendeleo yote ambayo amefanya katika nchi ya Kenya hakuna. Na walikosea sana kupatia uongozi wa Somalia, kwa sababu Msomalia utajiri wake ni ng'ombe. Utajiri wa Msomalia ni ng'ombe na ngamia na mbuzi. Sasa ukimpatia mtu wa invest kwa ng'ombe na mbuzi na nini, si labda hizo pesa anaweka ngoja wakati wa kiangazi anunue nyasi. So nafikiria napo labda wakati kiangazi kinapokosa kutokea atafanyia kazi nyingine yoyote. So tunaangalia kwamba chama ambacho kiko cha ODM walioko ndani ni watu wa tamaa kubwa sana, wakiongozwa na Junet Mohamed
wengine ambao wako pale, wakina Gladys Wanga, wakina nani huyu waziri wa afya, jina lake anaitwa nani? Mnikumbushe jina. Waziri wa si waziri wa afya, huyu waziri wa finance Badi. John Badi tumeangalia zamani kitambo sana, ni wale ambao walikuwa pale wanamwabudu Raila Odinga, na baada ya Raila Odinga anapoondoka, nisema kwamba wamebaki kuwa yatima, John Badi, Gladys Wanga, nani huyu mtu anaitwa nani, Oburu Odinga, ni mayatima wa Raila Odinga. So nafikiri ni vizuri sana kama ikiwezekana wale watu hata wakiondoka pale, serikali lazima watafutiwe sehemu ambao mayatima wanapelekwaga waende wakae mahali pale katika nyumba ya mayatima, kwa sababu sasa wanapokaa wanakaa kama mayatima, na wanaona sasa nao kwa sababu Raila ameondoka watapotelea patupu. So wanasemanga sasa wanataka waende na kile ambacho kiko mkononi, na ndio sababu sasa wamekatalia certificate, na wanaona mahali wanaweza peleka tu ni kwa Ruto kidogo, na wanaweza enda kumulilia Ruto kama watoto yatima. Baba alituacha, Ruto tuhurumie, baba alituacha na usitutupe nje kwa sababu baba yetu alifanya nini? Alienda. Kwa hivyo naona utuhurumie kama watoto yatima na utupatie nafasi na ya watoto yatima. So hao watoto yatima nafikiri kwamba wanamlilia Ruto waweze kupata nafasi katika serikali, maana saizi tunaona kwamba hawana lolote baada ya baba yao kwenda, wamebaki tu pale wamechanganyikiwa na maisha, na ndio sababu sasa unaona hasa wote wanakimbilia kwa serikali, hawana pengine pa kukimbilia. So option ni Ruto tu kukimbilia. Naam, jana Oburu ambaye ni party leader wa ODM akizungumza pia alitoa matamshi ambao pia ameleta msisimuko katika mtandao wa kijamii kwamba wao hawajaamua watasapoti one term ama wako two term, na pia nduru za kuaminika ni kwamba anasema iwapo hawatapewa kile kiti cha deputy president, naibu wa rais, mambo huende yatakuwa si kawaida. Labda tutarajie nini hapo mbele iwapo kile kiti hawataweza kupokea? Kuna kitu kimoja sasa, hao watu mentality yao ni moja. Wanaona kwamba kwa sababu tangia kitambo ODM ilikuwa ni chama ambacho ni cha kitaifa na kilikuwa na nguvu sana. So waliona kwamba wakikatalia, kwa sababu wanaona kwamba Ruto hakuna mahali pengine anapotazama. Saizi Ruto hawezi tazama hawezi tazama mlima. Ruto saizi hawezi tazama Western. Ruto saizi hawezi tazama Mombasa. Ruto saizi hawezi tazama Ukambani. Mahali anapotazama ni kule kwa lake peke yake. Huko ndiye atapata msaada wake utakapotoka. Na msaada wake umetoka kwa lake, kile kinachotawala lake ni nini? Ni ODM. Na hao wakajua vizuri kwamba wakikaa chini na ODM yao waweze kukaa chini na wajadiliane, wapatiwe sehemu ndio wasapoti nani? ODM. So na kitakachotendeka sasa, kwa sababu nao ODM itabaki katika jina, itakapofika hata mahali pale watakapo support Ruto, ataangalia hiki kinacholetwa kwa meza saa hizi sio kitu cha maana, kwa sababu kitakuwa ni kitu cha watu wachache ambacho hakitampeleka mahali popote. So dakika ya mwisho nafikiria hao watu watasambaratika hivyo, na itabidi kwamba nao watafute sehemu, labda kwa kile chama kitakachoundwa watafute nafasi, kwa sababu kule nafikiri katika sehemu hiyo ambao wametoka, sidhani kama watapata hata sehemu ya chief peke yake ama county rep, au wataanguka. So ndio sababu sana wanajaribu kujiweka karibu na Ruto, at least wakianguka Ruto wapatie nafasi pale, wanominate kama senators, wanominate nafikiri nomination ndio wanatafuta katika chama cha UDA, na ni kitu ambacho kitakuwa ni aibu kwa wengine. Lakini napoangalia kikubwa sana wanataka kwamba njaa isiwapate, na unaona kwamba ukiwa Ruto hata wakitoka njaa haitawapata. Lakini nawaahidi kwamba mimi nawaahidi njaa itawapata, na itawapata kwa njia kubwa sana. Wadania Ruto ni mtu wa kuaminika, manake tulimsikia aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua akisema mimi ndo nilimtafutia kura kule mlima, ingawaje kama singesimama kidete na kumletea zile kura angekuwa rais. Wadania kwamba Ruto ni mtu wa kuaminika. Ruto watamwamini kwa imani, so watamfuata kwa imani na wanaongojea mambo ambayo wanaongojea viti kwa imani. Kwa hivyo hata uongozi ambao wanamfuatia Ruto watapata kwa imani.
Kwa hivyo wanangoja kwa imani, wanamfuata Ruto kwa imani. Nafikiri sasa nao kama katika wakati huu katika siasa saa hizi Ruto wamefanyika kama Yesu wa imani, ambaye sasa nao wanasiasa wanamfuata kwa imani na wanaahidiwa mambo kwa imani na watayapata kwa imani. So nafikiri wangoje tu kwa imani Ruto, iwapo sasa atapata nafasi kwa imani, watapokea kwa imani. Labda maneno yako kwa Oburu Odinga na William Samoei Ruto. Yep. Mambo yangu jambo kwamba maoni yangu kwa mtu anaitwa Oburu Odinga, simuombei kifo, lakini mwambia kifo kikija kikibisha kimebisha. Kifo kikicha hata akijificha wapi, kifo kikibisha kimebisha. Kwa hivyo hata akijificha kwamba asikufe, kifo kikifika kimefika tu. So kile kitu kwamba afanye haki kwa wana Kenya, na utawala wake usiwe na dosari. Unajua wakati mmoja kuna mtu anatoroka kifo na kitakupata tu. Unaweza toroka kifo hata kwa ndege, kikupata hata kwa choo. Kwa hivyo Oburu Odinga awache kutafuta kifo, awache kutoroka kifo. Basi atende mema yake, angoje siku zake zikifika apumzike kwa imani. Na kile ambacho nasema kwamba Rais Ruto, nafikiri kwamba umekuwa na imani kubwa sana, lakini naona kama imani haifanyi kazi. Kwa sababu tangia alipoingia katika uongozi tumekuwa tukiahidiwa mabarabara kwa imani, mama bodaboda bodaboda wakaahidiwa kwa imani, mama mboga ameahidiwa kwa imani, na tumeangalia hata mama mboga saa hizi anaumia sana, kwa sababu sasa unakuta hata zile vibanda zilikuwa zinasaidia wamama zote zinatolewa na zinawekwa sasa vibanda za serikali kwa imani. So naona kwamba watu wa bodaboda muendeleeni kungoja kwa imani, na mama mboga mungoja kwa imani, lakini ile imani ninaona kwamba haitafanya kazi. Kwa sababu hata wakati tuliambiwa kwamba mtungi ya gasi itakuwa shilingi 300, bado tunangoja kwa imani siku moja kwamba mtungi ya gasi itakuwa shilingi 300 kwa imani. Na sana sasa naona imani sasa lazima iongezeke mpaka tufike Singapore. Na nafikiri kwamba wale mnaoenda Singapore, kwa sababu mimi siendi Singapore, lakini wale mnaoenda Singapore basi endeni kwa imani, nafikiri kwa imani mtafika salama, lakini mimi siendi mahali pale. Nachowaambia kwamba nao siasa mwelekeo unaokuja ni mwelekeo wa kushangaza watu. Kwa sababu chama kitakachoinuka kitakuwa chama cha nguvu na kitatetemesha nchi yote, kitatetemesha vigogo wengi. Na katika uongozi ujao kuna watu ambao mnaoona saizi hamtawasikia majina yao yatapotea kabisa, na yapotee kabisa. Hata mkiambiwa fulani alikuwa waziri fulani, hayatakumbukwa mahali popote, na hataandikwa kwenye kumbukumbu. Maana kizazi kinachokuja sasa ni kizazi ambacho kina maono makubwa, ni kizazi ambacho hakitaki ufisadi, na ni kizazi ambacho hakitakubali kudanganywa na kunyanyaswa. Nafikiria kwa hayo machache, sijui kama kuna la ziada.